Mimi nilikuwa mgombea wa nafasi ya urais kupitia chama cha National League for Democracy NLD, na nimefanikiwa kufanya kampeni katika mikoa 26 ya Tanzania bara na mikoa 5 ya Tanzania Zanzibar. Nadhani ni miongoni mwa vyama ambavyo tulimaliza nchi kwa maana ya kampeni, kugusa kila eneo la kampeni. Amezungumza mwenyekiti hapa kwamba kwanza tunapokea taarifa ya tume ya uchunguzi ya Jaji Chande kwa mikono miwili, kisiasa, kijamii tunaipokea, kwa sababu kulikuwa na mikanganyiko ya idadi ya watu ambao wamepata dhuluma katika fujo zile zilizotokea tarehe 29. Wengine walienda mbali, wanasema wamekufa mamilioni ya Watanzania, wengine malaki. Sasa tume imekuja kutuambia Watanzania wenzetu waliopata bahati mbaya ya kupoteza uhai katika uchaguzi ule ni watu 518. Kwa hiyo hoja kwanza hapa tunashukuru tumepata idadi kamili ya Watanzania wenzetu ambao wamepoteza uhai. Mwenyezi Mungu awaweke mahala ambapo panastahili, lakini pia niunge mkono kauli mbiu ya tume ambayo ameunga mkono rais, anasema ili jambo lisijirudie tena. Kimsingi na mimi namuomba Mwenyezi Mungu jambo hile lisijirudie tena, kwa sababu lilikuwa jambo baya kwa upande wa Tanzania, kwa sababu ni vitu ambavyo hatujavizoea. Sasa maoni ni mengi ambayo yanatolewa na sisi tunatoa ya kwetu. Tunatoa ya kwetu kwa sababu tumesoma hii ripoti ambayo ile hotuba ya mwenyekiti. Mimi nielekee kwenye mapendekezo ya tume. Pendekezo namba 4, tume imetoa pendekezo kuundwa umuhimu wa katiba mpya ipatikane ifikapo mwaka 2028 ili itumike katika uchaguzi ujao. Ndugu zangu waandishi, hili jambo limebeba dhana nzima ya mvurugano wa kisiasa katika taifa letu, na katika mazungumzo ya mwenyekiti alisema hili ni sehemu ya chagizo la vurugu ya tarehe 29. Sasa mimi niombe mamlaka hili jambo lifanywe haraka la mchakato wa muundo wa katiba mpya ili kuondoa mazonge ya kisiasa. Nazungumza mazonge kwa sababu gani? Wenzetu waliposema mabadiliko ya katiba ni muhimu, wakaona ni sehemu ya kukimbia uchaguzi. Sisi tukaona tuje kwenye uchaguzi kwa sababu huwezi ukakimbia changamoto za kisiasa. Na leo tutoe taarifa kwa umma wa Tanzania. Mmomonyoko uliopo sio wa kitaifa, ni wa wanasiasa ndio uliopo Tanzania. Nasema haya kwa sababu sijawahi kusikia taarifa yoyote kwamba Wakristo na Waislamu wanafukuzana majumbani, wapagani na Wakristo wanafukuzana majumbani. Sijawahi kusikia popote. Ama kuna basi la Muislamu halipandwi na Wakristo, ama kuna basi la Wakristo halipandwi na Waislamu. Sasa ukiniambia kwamba taifa lina mgawanyiko wa kisiasa, sio mgawanyiko wa kitaifa, kwa sababu taifa ni dini, kabila ambao ndio jamii iliyowazunguka wa Tanzania. Sasa sisi kama wagombea na viongozi wa kisiasa katika taifa letu tumekuja kuwaambia Watanzania tunakwenda kuliponya taifa kupitia taarifa ya tume ya Jaji Chande, hasa katika mapendekezo ya kuundwa kwa katiba mpya haraka iwezekanavyo, lakini pia kuunda tume ya maridhiano kwa ajili ya kuridhiana. Hili ni pendekezo namba 5. Namba 4 ni katiba mpya ifanyike haraka iwezekanavyo. Namba 5 ni maridhiano. Lakini nipongeze hotuba ya rais. Alisema katika mapendekezo yote ameyapokea, hasa mapendekezo ya kuunda
tume ya maridhiano kwa ajili ya Watanzania kuridhiana. Na iomba mamlaka haya ambayo wameyazungumza na wameyapokea katika hotuba ya tarehe 23, sisi tunaiomba mamlaka yaharakisha haraka yanakwenda kuliponya taifa kisiasa na nchi kuwa na amani na utulivu kisiasa katika chaguzi zijazo. Asanteni sana na kwa kunisikiliza, na washukuru sana kwa kuja. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Haya ndiyo ambayo leo tumeyabeba kuwapelekea Watanzania, kwamba tunaunga mkono taarifa ya jaji, lakini pia tunapongeza kazi iliyofanywa, tunapongeza vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuirejesha nchi katika hali ya kawaida, nchi ya amani na utulivu. Hali ilikuwa mbaya sana. Wengine wanasema bora kinuke, kitaendelea kunuka huko kwao, lakini sisi tunataka nchi iweze kuwa. Lakini kuna vitu hapa ambavyo mwenyekiti amenikumbusha. Katika vichocheo amenikumbusha mwenyekiti wangu, na nashukuru. Vimetajwa vichocheo zaidi ya 12. Kichocheo cha kwanza kilichotajwa ni no reform, no election. Ndugu waandishi, mkumbuke ile tume ilibeba watu wabobezi wa sheria. Saidi Mwema wakati namfahamu alikuwa RCO mkoa wa Dar es Salaam, lakini baadaye akawa IGP, lakini alikuwa Interpol, alikuwa kwenye ile tume. Lakini Jaji Chande CV yake imesomwa Ikulu, kila mtu alijua ni mtu aina gani, na alikuwa jaji wa taifa letu. Wameona katika muktadha wa kufikisha ujumbe kwa Tanzania, kauli ya no reform, no election ilikuwa ya kwanza kuwapeleka Watanzania katika vurugu za Oktoba 29. Wito wangu, kama hii tume imeweka wazi hivyo, na Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka, hizi ni kauli mbiu za vyama vya siasa, jeshi la polisi au vyombo vya ulinzi na usalama vichukue hatua kwa watu waliozungumza haya maneno ambayo tume imeainisha kwamba ni uchochezi, ni vichocheo vya vurugu. Oktoba tunatiki ni uchochezi, no reform no election ni uchochezi, Oktoba tunatoka ni uchochezi. Lakini kuna viongozi wamezungumza, tumedhamiria uchaguzi hautafanyika, na wenyewe katika taarifa ya tume ya Jaji Chande ameainisha kama ni sehemu ya uchochezi. Vyombo vya ulinzi na usalama vichukue hatua. Si wamesema hivi ni vichocheo vilivyotupelekea nchi kuingia katika machafuko tarehe 29? Na hawa wenye kauli zao wapo. Oktoba tunatiki mnawajua, Oktoba tunatoka mnawajua, na no reform no election wanawajua. Hakuna haja ya kuunda tume nyingine ya kijinai kuchunguza makosa ambayo yako wazi. Hapa ni sheria ichukue mkondo wake, waliohusika wapelekwe kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Asanteni sana na washukuru. Mwenyekiti, nashukuru kwa kunikumbusha. Mheshimiwa Ahmed, karibu.